Paul Makonda anguruma na kutikisa siasa za Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali na kusihi subscribe. Katika hatua iliyozua mjadala mpya kwenye anga za kisiasa za Tanzania, Paul Makonda ametangazwa rasmi kama mgombea wa ubunge wa jimbo la Arusha mjini baada ya kukamilisha mchakato wa kuchukua fomu siku ya Jumapili ya tarehe 29 Juni. Hatua hii imekuja siku chache tu baada ya kuondolewa kwenye wadhifa wake wa mkuu wa mkoa wa Arusha, nafasi aliyohudumu kwa muda na kujizolea sifa kwa msimamo na matendo yake ya moja kwa moja. Uamuzi wake wa kujitosa katika siasa za ubunge umeibua hisia mseto miongoni mwa wananchi wa Arusha, hasa ikizingatiwa kuwa jimbo hilo limekuwa likitajwa mara kwa mara kama mojawapo ya maeneo yenye ushindani mkubwa wa kisiasa. Na katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, jimbo hilo lilikuwa chini ya aliyekuwa mbunge Mrisho Gambo, ambaye naye ni sura anayofahamika sana kwenye siasa za eneo hilo. Makonda, ambaye amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za juu serikalini, anaonekana kuingia katika kinyang'anyiro hiki akiwa na ajenda ya kubadili sura ya jiji la Arusha. Na kupitia ujumbe aliotoa baada ya kuchukua fomu, ameweka bayana kuwa nia yake ni kulifanya jiji hilo kuwa kitovu cha maendeleo si tu kwa Tanzania bali kwa Afrika Mashariki nzima, na dira yake inaangazia mabadiliko ya kimfumo na kiutendaji, akisisitiza umuhimu wa kufanya ubunge kuwa taasisi imara yenye wajibikaji wa moja kwa moja kwa wananchi. Na katika maelezo yake, Makonda amependekeza kubadili namna ambavyo wananchi wanavyofikiria cheo cha ubunge, kutoka kwa nafasi ya mtu mmoja kwenda kwa taasisi inayofanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya wananchi. Mpango wake unajumuisha kuanzishwa kwa ofisi maalum ya mbunge itakayokuwa wazi saa 24 kwa ajili ya kupokea na kushughulikia matatizo ya wakazi wa Arusha, ikiwemo yale yanayohusu masuala ya kisheria. Na katika hatua nyingine ya kuvutia, Makonda ameahidi kuwa ofisi yake itahakikisha inatoa msaada wa kifedha kwa wananchi wanaokumbwa na changamoto za kisheria lakini hawana uwezo wa kufungua kesi. Kwa mujibu wa mipango hiyo, ni dhahiri kwamba ananuia kujenga mfumo wa uongozi wa karibu na wananchi unaojali hali halisi ya maisha yao ya kila siku. Kwa wengi wanaofahamu, Makonda ni kiongozi mwenye maamuzi na haraka na udhubutu wa kusimamia maono yake. Wakati akiwa mkuu wa mkoa, alijitokeza kama mtu wa vitendo zaidi ya maneno, na sasa anatumia rekodi hiyo kama msingi wa ombi lake kwa wananchi wa Arusha mjini. Hatua yake ya kugombea imeongeza ushindani wa kisiasa katika jiji hilo, huku wadadisi wa mambo ya kisiasa wakitazama kwa makini jinsi kampeni zake zitakavyopokelewa na wakazi wa Arusha. Kwa sasa macho yote yameelekezwa katika hatua itakayofuata ya mchakato wa uchaguzi, huku jina la Makonda likitajwa kwa uzito mkubwa katika mazungumzo ya kisiasa mtandaoni na katika vikao vya kijamii. Na kwa kuingia kwake rasmi kwenye siasa za uwakilishi wa wananchi, Paul Makonda ameanza ukurasa mpya wa kisiasa, na anaonekana kulenga si tu bunge ama ubunge wa kawaida, bali nafsi ya kuunda historia katika siasa za jiji la Arusha. Wakati mchakato wa uchaguzi ukiendelea kushika kazi, wakazi wa Arusha sasa wanakabiliwa na uamuzi muhimu wa kuchagua mwelekeo mpya wa uongozi wa jiji lao.